Msifu Yesu Kristo. Leo tunaadhimisha Jumapili ya 4 ya Pasaka ya mwaka C 2025. Katika adhimisho hili, kanisa limetualika kuiombea miito mitakatifu ya upadre na utawa. Masomo yetu yanayotuongoza leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 13 aya ya 14. Aya ya 43 hadi ya 52. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane, sura ya 7 aya ya 9, aya ya 14b hadi ya 17. Na Injili takatifu inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 10 aya ya 27 hadi ya 30. Na somo linalotuongoza katika tafakari yetu ni Injili takatifu. Kwa kuwa si ndefu, basi naomba tuisikilize. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Sura ya 10 aya ya 27 hadi ya 30. Yesu alisema, "Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu anayeweza kuwapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunapoadhimisha Jumapili hii ya 4, na kwa kuwa kanisa imeitenga kama Jumapili ya kuombea miito mitakatifu ya upadre na utawa, na mambo kadhaa tunayopaswa kujikumbusha na kuyafanya. Ya kujikumbusha, tunakumbushwa ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mchungaji mkuu wa watu wake. Sisi sote watu wa Mungu ni kondoo wa malisho yake. Yeye anatuchunga, yeye anatulisha, yeye anatuongoza katika uzima wa milele. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu anafanya kazi na wanadamu, wale ambao amewachagua. Amewapenda na kuwachagua, akawafanya wafanane na mwanae ili waweze kuifanya kazi ya uchungaji pamoja naye. Basi kwa sababu hiyo tunajikumbusha ya kwamba watu hao ambao wanafanya kazi ya kulichunga kondoo, kundi la Mwenyezi Mungu, kuchunga kondoo wake Mwenyezi Mungu, pamoja na Mwenyezi Mungu kadri anavyopenda Mwenyezi Mungu, hao ndio mapadre wetu, maaskofu wetu, mashemasi wetu, watawa wetu, makardinali na Baba Mtakatifu. Hao ni wachungaji pamoja na Mungu, kwa niaba ya Mungu, kwa neema ya Mungu, kwa mfano wa Mungu na pamoja na Mwenyezi Mungu. Kazi hii sio rahisi, ni kazi ngumu, kwa sababu ni kazi ya kimbingu inayofanyika duniani. Na wao wakiwa binadamu tu, wanafanya kazi ya kimungu. Wanahitaji neema ya pekee. Ndiyo maana tunapaswa kuwaombea sana hao wanaoifanya kazi hiyo, ili waifanye kwa utimilifu na ukamilifu kama inavyompendeza Mwenyezi Mungu. Wanapofanya kazi yao kwa ukamilifu, kazi ya wokovu wa mwanadamu inatendeka kwa ukamilifu. Basi tuwaombee. Hata hivyo, kuna mambo kadhaa ambayo tunaalikwa kufanya siku hii kama sehemu ya kutimiza wajibu wetu kwa ajili ya kuwaombea, ya kuwapa nguvu, kuwaletea neema hawa wachungaji wetu. Kwanza tunaalikwa kuomba na kusali kuwaombea mapadre wetu, watawa wetu, mashemasi wetu, maaskofu wetu, makardinali wetu na Baba Mtakatifu wetu. Kumbuke ya kwamba wanapofanya kazi hii ya Mwenyezi Mungu, wanakutana na upinzani mkubwa wa yule mwovu Shetani asiyependa mwanadamu aokolewe. Lakini kwa nguvu ya sala zetu, neema ya Mungu itakuwa juu yao na wenyewe wataifanya kwa ukamilifu.
Basi sasa tutimize wajibu wetu wa kuomba na kusali kwa ajili yao. Hilo ni la kwanza. La pili, ni lazima tuwaombee wale walioweka nia na wanaotamani kufanya kazi hii, kumtumikia Mwenyezi Mungu katika altare yake, kufanya kazi ya kuchunga kondoo wa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio wale waseminaristi, waseminari wadogo na wakubwa pia mafrateli. Tuwaombee ili Mwenyezi Mungu aliyeanzisha wito huo ndani mwao aweze kukamilisha. Lakini pia tuwatie moyo, tuwatie nguvu katika magumu wanayopitia ili wasikate tamaa. Ikiwezekana tuwatie nguvu na kuwasaidia kwa hali na mali ili waweze kufikia wito huo, ili kanisa la Mwenyezi Mungu lisitindikiwe wachungaji. Kazi ya Mwenyezi Mungu ya kuchunga kondoo wake ipate kuendelea, na kondoo wake wote kama linavyotuambia somo la pili waweze kuongozwa katika uzima wa milele. Jambo la tatu, sisi wenyewe tulio wazazi lazima tujihimu, tuishi maisha ambayo kwayo yanatia moyo, lakini pia yanaturuhusu sisi kutoa vijana wetu kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, lazima wale ambao hawajafunga ndoa wajitahidi kufunga ndoa ili wampe Mwenyezi Mungu aweze kuchagua kutoka kwao wale anaowapenda, kutoka kwa watoto wao, kutoka kwa wanafamilia wao, wale anaowapenda wakaifanye kazi yake. Lakini tusipotimiza wajibu huo, tusipofunga ndoa, tunamnyima Mwenyezi Mungu haki yake ya kuchukua wale anaowapenda kutoka kwetu, maana tumewanyima vigezo anavyovihitaji Mwenyezi Mungu. Kumbe mambo hayo tuyazingatie sana, tuyazingatie sana. Basi wapendwa ndugu zangu, tusisahau kuwa siku hii pia kanisa linatualika kutoa sadaka kidogo, kutoa mchango wetu kwa ajili ya uenezaji wa Injili takatifu, kwa ajili ya kazi hii ya malezi ya mapadre wetu na watawa wetu. Kwa hiyo, pamoja na kusali, pamoja na kuomba, pamoja na yote tunayoyafanya, toa sadaka yako kwa ajili ya kazi hii ya uinjilishaji, ili kazi ya Mwenyezi Mungu iendelee na kanisa la Mungu lisitindikiwe, maana nguvu ya kanisa ni wokovu wa watu wake. Msifu Yesu Kristo.